Mpenzi mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukufahamisha tuko kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki cha TV47 Matukio, na ilivyo desturi kila siku ya Jumatatu tunaangazia darubini ya afya kukuweka sawa ili uweze kuelewa yale masuala ambayo yanakuhusu haswa katika sekta ya afya na vile vile katika mwili wako. Hapa studioni siku ya leo tukiangazia hofu ya ugonjwa wa moyo. Niko naye daktari hapa, atakuwa anasema nasi. Daktari James Kariuki ni mtaalam wa afya ya moyo, ni mtaalam wa upasuaji na vile vile ni mtaalam wa matibabu kutoka The Karen Hospital. Karibu sana daktari. Asante sana. Na najua umekuwa muda mrefu hatujapatana, lakini masuala haya ambayo yanatuhusu yanatukutanisha na ndiposa tuyazungumzie. Leo tunazungumzia hofu ya magonjwa ama ugonjwa wa moyo, na ni swala ambalo wengi wanahofia kweli kweli. Tukizungumzia ugonjwa wa moyo tunamaanisha nini kwa faida ya mtazamaji wetu? Naam, asante kwa swali hilo. Ndio. Magonjwa ya moyo haswa yanahusu kiungo hicho ambacho tunakiita moyo. Na moyo wakati mwingine watu wanauita roho. Lakini kiungo hiki ni kama pampu. Ndio. Ambacho kinapiga ama kinatupa mpigo wa damu katika mizizi ya damu kwenye mwili ili tupate manufaa ya kupata ile nguvu ama rotuba katika viungo vyote vingine vya mwili. Ndio. Kwa hivyo bila moyo viungo vingine vyote vya mwili haviwezi kufanya kazi kwa sababu haviwezi kurutubishwa kabisa. Na shukran sana kwa kauli hiyo ya kutufungulia kipindi. Na mara nyingi tukizungumzia ugonjwa wa moyo kuna wale ambao wanasema kwamba hatuelewi namna moyo unafanya kazi. Ulivyosema kwamba hapa ndipo damu inapitia hapa, alafu oksijeni inaenda katika viungo vingine vyote kwa njia ambayo inafaa. Kuna watu wanauliza kuna magonjwa mengi ambayo yanahusiana na moyo. Labda aina hizi ni kama gani hasa? Naam, swali nzuri hili. Ndio. Magonjwa ya moyo yanakuja kwa aina mbili. Ndio. Kuna magonjwa ambayo yanatukia katika maisha ya mtu baadaye. Yaani kwamba ulizaliwa na moyo ambao ulikuwa uko sawa. Lakini baadaye maisha yako yanapokuendelea unapata moyo unaathirika. Na pili, kuna zile shida ambazo unazaliwa nazo. Ndio. Ambapo watoto wanazaliwa na maradhi haya. Ndio. Yale magonjwa ambayo yanatukia baadaye baada mtu anapozaliwa, mara nyingi yanakuja kwa sababu ya aidha shida za kifamilia ama za kiukoo au uraibu wa kimaisha. Lifestyle. Kabisa. Kwa hivyo uraibu huu kama vile mtu anapokunywa pombe kwa wingi ama kumbugia mambo ya sigara ama saa nyingine mambo ya kutofanya mazoezi. Ndio. Ili kwamba kimo cha mwili kinaongezeka kupitisha kiasi. Mara nyingi analeta shida ya moyo. Wengine wanapata shida za moyo kwa sababu viungo vingine vinaanza kufeli ambavyo vinaathiri pia moyo. Ndio. Kama vile watu ambao wana shida ya sukari, wale wana shida ya pressure, wale wana shida ya viungo kama vile viungo kama figo ama maini. Pia wale wanapoathirika mara nyingine unapata kwamba moyo pia unapata kuathirika. Ndio. Naam, shukran sana kwa hilo. Tutazamia hilo la watoto pia. Umesema kwamba kuna watoto wanazaliwa na hali kama hizo. Kabisa. Na hivi sasa tukizungumzia ugonjwa wa moyo, tumesema kwamba ni hofu. Wengi wanakaa hivi wanajiuliza ni ugonjwa unajionyesha namna gani? Tuzungumzie dalili. Najua dalili zake pia wanasema zinafanana magonjwa mengine, lakini dalili za ugonjwa huu wa moyo ziko namna gani labda daktari?